Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe. Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Yes, tuko tarehe 1 mwezi ni wa pili mwaka ni 2006 na tuko na majira ya saa 6 hivi saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira Afrika Mashariki, na kama mnavyojua mimi ni ndugu yenu baba la baba, the one and only town DJ, pia mlikuwa kurusheni haya matangazo. So karibuni sana na tuweze kuungana wote kwa pamoja. Tutazungumzia tu mambo machache leo. Hali ambayo inaonekana jana ilionekana jana Bukavu jioni, na mazingira ambayo yalitokea Minembwe, Mikenge na sehemu zingine ambako hadi sasa hivi mapigano yalikuwa ni makubwa sana, na ushindi umekuwa ukionekana mara kwa mara unaelekea upande wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na FARDC. Bombardement zilifanyika nyingi Minembwe na tumepata taarifa za kutosha. Twigwaneho already Tabara wameweza kupoteza sana, mpaka wametumiana jumbe mbalimbali za kusema kwamba tunapigana lakini hatuelewi tunapigania nini. Ifiki wakati sasa tukubaliane kwamba hii vita tuchukue maamuzi mengine, yani tuchukue sasa njia nyingine ya kufanya vita, kwa sababu hali tuko nayo sasa hivi inakuwa haiwezi kuridhisha. Kwa hiyo tutajadili sana hivyo, na ningependa tu uweze kushirikiana na Baraka1 TV. Nashukuru kwa wote ambao wameonyesha nia yao njema ya kuweza kutushiriki katika kuchangia kutafuta drone. Nashukuru sana wote, yani wote pande zote za dunia. Hamkuweza kuniangusha. Ahadi ambazo zimekuja, ahadi kibao. Kwa hiyo tunasubiri tu kuweza kutekelezeka kwa hizo ahadi. Unajua bwana, ahadi ni deni. Unapoahidi kwamba nitafanya hivi, na ukumbusha kila sawa. Ni mwone ndugu yangu Ejide Kizenga Tembele, asante sana. Kizabe Ayeba, King Sele, pia kuna ndugu yetu ya Haya Hussein kutoka Dar es Salaam, big up sana. Na tunashukuru pia kuendelea kuhamasisha watu wengi Dar es Salaam kuendelea kuifuatilia Baraka1 TV. Namwona pia Dasha, Daletesha, da Irene, Kiskandeke, Biondo Kilambamao, mzee wa State ya Main, pia mzee wangu Kashoshi kutoka Australia, wako na SKB1 TV, sijamsahau pia mzee mwenzangu Ishake Baguma kutoka Uganda, na wale wote ambao wako maeneo ya South Africa, pia kule kuko watu wengi sana ambao wako natusikiliza. Niseme tu nashukuru sana kwa pamoja na sisi. Kwa hiyo hali imekuwa ni tofauti Bukavu jana. Kuanzia jana usiku masaa 1-2 kuelekea 3, watu wangu ambao wako ndani ya mji wa Bukavu waliweza kunitumia jumbe mbalimbali. Bwana, huku mambo yamekuwa hivi, tumeona hivi. Makahoko wanatoka ngambo za Mawalungu, mawapi kule, Mamudaka, sijui mawapi, wanashuka wengi sana. Na isevre kwa idadi yenye ilishuka Kahoko ni zaidi ya 9,000. Wanafanya replace strategique 9,000 militaire kutoka mangambo ya Mashabunda kule Mawalungu, wanashuka mu vile ya Bukavu. Hii ikiwa na maana kwamba ile ambayo tunasema siku zote kabla ya tarehe 10 huu mwezi wa pili. Wanafikiri niko nawaambia kabla ya tarehe 10 za huu mwezi wa pili, Kahoko anatakiwa au ashalibere Bukavu kwa kupenda kwake ama kwa kupigwa. Unaona?
akubali akatae, anatakiwa aachie vile ya Bukavu. Hakuna hata seme utashinda tuko tuna diskite na Kahoko kwenda kushoto kwenda kulia. Anatakiwa aachie vile ya Bukavu. Sasa ona ambacho kilitokea. Wananchi bila annonce officiel, kabla hata hawajatoa taarifa rasmi kwamba sasa hivi tunaondoka Bukavu, ili kuona tu milolongo ngisi wanashuka, maelfu ya wananchi walitoka barabarani kuanza kucelebrate. Can you imagine? Wanaanza kufurahia. Ona, unaona jinsi watu usiku hawalali, wana celebrate, wakahoko wanatoka, wakahoko wanaenda watu. Sasa je, wakisema wanatangaza rasmi kwamba tunatoka Bukavu, nini kita happen? Ndio maandiko naomba siku zote kwamba Kahoko hana nafasi kwenye mioyo ya Wakongomani. Ni ile tu anatulazimisha, lakini hakuna Mkongomani anayependa Kahoko. Tukikamata kwa 100%, wanaoisupport Kahoko ni 3% peke yake. Na hawa na nani? Ni wale wapumbavu wajinga ambao wanataka mteremko, wanaotaka mseleleko, ndo hao. Na tumeona hapa juzi nani huyu Claude kama Imbalanki anaenda kujiunga na M23 jana ya Claude Imbalanki anaenda. Sasa watu wanajiuliza sasa, wanasema watatoka Goma, mbona wengine wako wanakuja kujiunga? Bwana, unaona kuna ile kitu yenye Mungu aliweza ifanye kwa shetani. Shetani anaona sitakufa peke yangu, lazima nife na watu wengine. Ndio hawa wenye watina mahovu, wa malaya, wezi, vibaka, majambazi, yani watu wa hovyo hovyo wale. Ndio shetani yuko anatafuta aende nao. Ndio jinsi hao nao pia wamefanywa hivyo hivyo. Na angalau kufa peke yake, ni lazima aende afe na watu wengine. Sasa mtu akienda kujiunga kwa M23 isikupe mawazo kusema wanasema wanatoka na wengine wangali wanaenda kujiunga. Acha waende wajiunge. Kwani mtu kama huyu Imbalanki yeye iko na value gani ndani ya nchi? Wewe ulikuwa unamjua? Ulikuwa unamsikia? Anafanya nini? Iko na nini? Iko na influence gani? Hakuna kitu. Unaona watu wenye wako najiunga kwa M23 ndio kina nani? Ni wale wenye walikuwa wanategemewa kuweza kupewa maposte ndani ya serikali, alafu wanajikuta zile poste hawazipati. Unaelewa? Alikuwa ni karibu na utawala, anajipeleka kwa utawala karibu, ategemee kwamba atapewa nafasi. Sasa rais iko na chagua watu wenye atatumika nao, sio n'importe kila mtu atumike naye. Sasa ukishaka pale mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, unaona jamaa anakuweka pembeni, unachukia, unatoka unaenda kujiunga na mpinzani wake. Ndio hicho, hakuna cha zaidi ya pale. Yaani ni hivyo tu. Ukishashindwa unakimbia unaenda. Na wakati mwingine pia kuweka mtu pembeni ni kujaribu kutest imani yako. Je, huyu mtu yuko na mimi? Ama yupo na mimi tu kwa sababu ya maslahi yake? Ndio hilo hapo. Kutumia akili. Kwa hiyo mtu akienda kujiunga na M23, achana naye. Aenda jiunga. Nafikiri mmesikia hotuba ya rais jana. Kisa alisema. Anasema mazungumzo tutafanya. Ndio. Mazungumzo tutafanya. Tena mimi ndo nitainitiate ya mazungumzo ndani ya nchi hii hapa. Lakini désormais yeyote mwenye anajua kwamba alihusika na mauaji, aliiba, alipora, aliua, alifanya nini, yule hata ingia katika hayo mazungumzo, na kama ataingia sheria itamfuatilia. Sasa hicho ndo Corneille Nangaa hataki. Unaona? Hivyo vitu ndo M23 hawataki. Waliua, walibaka, waliiba, walipora, walifanya vitu viohovyo sana. Sasa wanataka amnesty, wanataka wasamewe. Jamani, tulizane. Tokea AFDL inakuja, watu wangapi wamepoteza maisha tokea AFDL inakuja? Watu wanapoteza mali zao nyingi. Sisi hapa ni victims wa watu ambao walipoteza mali, watu ambao waliporwa vitu vyao wakati wa vita ya AFDL. Mzee wangu mimi, vita inakuja wakati ya AFDL, tupo Uvira, si ndio? Alikuwa ni mfanya biashara wa madini. Unaona? Mzee anajua madini sana.
walitoka kuchukua mzigo Fizi, wanaopeleka ngambo za Shabunda sijui Walungu kule. Unaelewa? Wanapeleka mzigo kule, vita vinawakuta kule, familia iko huku, yeye iko kule. Alihomba kila kitu. Mizigo, dhahabu, nini, pesa, kila kitu kiliomba. Baadhi ya mizigo ambayo walikuwa washanunua kwamba watakuja nazo huku, zote waliacha kule mpaka leo hii. Unaona? Tuko na uwezo wa kunywa chai asubuhi, tunakula mchana vizuri, tunakula jioni vizuri. Hata mara 3 mara 4 kwa siku. Ndani unga au kosekani, kila kitu kipo ndani. Tuko tunaenda shule asubuhi, tunaenda tunakunywa kama ni chai, kama ni uji mzuri tu wa ulezi. Tunarudi ile majira ya kabla ya saa 6, bado wadogo hivi. Tayari tunakuta kuna msosi nyumbani. So watu mnakula, yani vita ilivyokuja tu mambo yakaharibika. Unaelewa? Kwa hiyo tulipitia changamoto nyingi. Tulipoteza vitu vingi. Sisi ni wahanga wa vita. Aya. Unataka wale ambao walisababisha watu wengi kufilisika hivi wabaki tena serikalini? Kama tu mfano huyu na ni gavana wa M23 Ubusu Bwangwi. Mradi wa kutengeneza aeroport ya Kavumu, anakula pesa. Anapotea na pesa. Aya, unataka mtu kama huyo sheria isimfuate, imwache tu. Anakimbilia kujiunga na magaidi wa M23 sababu anajua huku tutazungumza tu, tutaingia ndani ya serikali. Sasa hicho ndio serikali ilikataa. Hakuna mazungumzo. Unaenda upande wa adui, una makosa, utakuwa jije. Sinapo kuna ugumu. Unaona? Hapo kuna ugumu. Lakini wakiamua tu kwamba sawa, tuache vita, mwenye makosa yake ni msalaba wake mwenyewe, mambo yanaenda safi. Na hapo ndo mimi binafsi na wakongomani walio wengi wanashukuru sana rais wa nchi. Wanasema rais hapa amefanya jambo moja la hakuna mazungumzo. Ingekuwa sema ni Kamere kama zamani ashaingia dialogue. Zamani wakina Kamere wanani wote kama zamani. Daire Kamere ndio anza propose, tufanye dialogue, tuongee nao, tuwasikilize. Utasikiliza nini? Watakwambia nini? Sini kuingia tu muarme, mwa polisi, muanere, services zote yanzaleta. Ni hilo tu basi, kuna kingine. Haya, wale ambao washaua. Hii ni kwa encourage mabetize. Kesho watatoka tena waende tena waanzishe tena. Ndo ile si walifanya AFDL. Wakaja na RCD, wakaja na CNDP, M23 ni wale. Kwa hiyo haina haja ya kuweza kufanya nao mazungumzo, na hicho pia ndo rais amesema kwa mpangilio huyu mimi siko tayari. Hello. Wananchi Bukavu wanaonyesha furaha yao. Unaona jinsi wanashuka mirongo wako wanatoka. Uone kama ni ishara ya kusema hawa watu hatuwataki. Tumelazimika tu kuwa nao hapa lakini hatuwataki. Sawa, sio watu ambao sisi tunaweza kukaa nao. Wananchi wameonyesha hivyo. Ikiwa na maana kwamba serikali ndiyo wananchi wanakubali. Serikali ya uongozi wa ndugu yetu, mzee wetu baba yetu Felix, ndio wananchi wanakubali. Na kama pia nyinyi mnataka kutawala, jamani, mwaka wa 2028 kuna uchaguzi. Leteni kura zenu, wananchi wawachague. Si mnataka kutawala? Ni hilo tu, hakuna cha zaidi hapo. Unataka kutawala, leta kura yako, piga kura yako, wananchi wakukubali, wakupe nafasi. Wakikunyima nafasi na maana hawafai kutawala. Sasa silaha za nini? Yalikuwa ni mambo ya Bukavu. Tuingie huko maeneo ya Minembwe. Minembwe, Ponzero, Mikenge na sehemu zingine. Mambo yamekuwa ni tofauti. Ya mambo yameenda tofauti sana. Tarehe 20 na 31. Kuanzia tarehe 30 31 mambo yalikuwa ni tofauti sana huko milima ya Nyanja ya Juu. Mwae na plateau ya Fizi. Maeneo ambako panaitwa Minembwe kulifanyika mashambulizi makubwa. Na haya mashambulizi yalikuwa yanawalenga M23. Baada ya kuweza kuchukua point 0 Bilalo 2
mambo ikabadilika kwa upande wa M23. Unafahamu na unakumbuka na unajua kwamba hapo mwanzo walikuwa wanasema kwamba wao wamekamata wapi point zero. Na mimi nikawaambia hivi, narudia tena hii siwezi kusakuwa nawaambia, nikawaambia leo si mnapiga kelele kwamba mmechukua point zero, si mnasema mko point zero, mmepiga FARDC, si ndio? Haya, ngoje sasa. Nikamwambia sasa okay, mngoje muone nini ambacho kitakuja kutokea. Kenye kilitokea huko maeneo ya Minembwe. Kuna mmoja aliniambia, tuliangusha drone ya FARDC. Moja ilikuja na rukaruka huku tukaiangusha. Ni mtu atugwaneo. Nyingine kaja tukaiangusha. Nyingine tukaangusha 3 wanasema. Sasa nikwambia drone 3 ndio umeangusha. 3 tu, aseme 3. Na hivi sisi vijana wetu wako vizuri sana kule. Vijana wetu wamejipanga vizuri. Ananiambia vijana wetu kule wamejipanga vizuri. Nyinyi mmekuja kama ni inchi ngapi? 3 eti tuko na Warundi, tuko na wa mercenaires, tuko na FDLR. Unasikia? Ndio tuko tunapigana nao zidi yao. Sasa mimi nikwambia nyinyi mko inchi ngapi? Nyinyi mko Kenya, Uganda, Rwanda, Ethiopia, Eritrea, Sudani zote, Somali. Achana na Occidental. Aya, hizo inchi zote amzoni. Ndio hivyo tumeangusha drone zao 3 na hivi pale Minembwe, hatutatoka Minembwe. Kwenye sisi tunaingia tutokaje? Nikamwambia tulia papa. M23 sitoka Uvira. M23 ilitoka Uvira, na sio Uvira tu. Walikale. Walitoka Walikale, walipigwa Walikale kule tiyo wakatoka. Uvira sasa ndio ilikuwa bala. Kipigo ambacho walikipata Uvira M23 haijawahi kushuhudia. Tusidanganyane, tuambiane ukweli. Mambo ambayo walikutana nayo Uvira hawajawahi kuyashuhudia. M23 haijawahi kupigana, hawana nguvu za kupigana, wanatumiaga fedha, wanahonga sana. Wanahonga wa generali wetu ambao ni wajinga pumbavu, ndio wanapewa pesa, wanasababisha maeneo kuchukuliwa. Lakini kupigana hivi fara face to face. Papa, achana na formation ya Ibu. Achana na wanajeshi wetu. Tuko na wanajeshi ambao ni brave men. They have brave hatari. Waza. Achana watu. Tuko na vikosi maalum vya wazalendo. Tuko na vikosi maalum vya FARDC. Ibu. Ibu anaweza kaa fasi kwenye kapori wiki nzima atikisiki. Wiki nzima Ibu anakaa fasi tu akijibunda hivi atikisiki wiki nzima. Iko na kila kitu kwa mgongo. Unaweza ile begi zao zile. Kuna maji kule ndani. Alafu kuna kamrija tio. Kanapita hapa mpaka hapa chap. Iko na microphone zake hapo. Iko na bima na nini. Atabunda pale maini kukunya tu. Iko na sisema hayo inakuja. Akikula biskuti yake wako na chakula zimoja hivi zenye wanakula. Akikula ile chakula ni wiki nzima hana haja kula. Yeye ni mai tu. Ile ni sola. Abo ulabi leshili sola no. Sasa Minembwe bwana, ndugu zangu kule wanalalamika. Wanalia, wanasema twarafuje watu wetu, watoto hivi na hivi. Mpaka wengine wanaanza sasa kugeukana, wanasema sisi tushaambia tuachane na hii mambo, tuachane na hii vita, itatushinda. Tukubali serikali watupokee, tukae fasi moja jamani. Hii vita hatutaiweza. Serikali hawapingagi na serikali. Serikali ina vyanzo vyote, nimesema tena hivi, ina vyanzo vyote, ina uwezo wa kwenda kuengage nchi nyingine. Jamani, nipatie wanajeshi 50,000 waje hapa. Unataka nini?
uranium, kamata miaka 5. Nyinyi kuna uwezo? Esi kuna uwezo wa kusinyia kontra na nchi yote sema akia exploiter huko hata kama mna mko Twangiza sijui Rubaya, lakini hamna uwezo wa kusinyia mkataba kiwaziwazi kwamba tunasinyia mkataba hapa Rubaya na Etazini. Haiwezekani. Lakini Kongo saizi itamua kwamba Etazini na kupatia Rubaya. Exploiter pale Diza. Toa wale watu pale. 0 sekunde. Serikali iko na uwezo wa kuamua hivyo na wanakuja pale kisha baada. Kwa hiyo wanaanza kulalamikiana wao kwa wao. Tulidanganyana, walitudanganya, Ruberwa nani huyu mwingine huyu kiwelewele wao nani? Moise Nyarugabo. Nyarugabo iko na wadanganya sana. Nyarugabo hana hata kuku yake Minembwe. Nyarugabo hana hata bata Minembwe. Edayer Nyarugabo anajenga Kigali. Sehemu zake za kupumzikia Nyarugabo Ruberwa ni Kigali. Ushelewa? Watoto wake wako state wa Nyarugabo. Hakuna hata mtoto wake mmoja mwenye yuko Muvita wa Nyarugabo. Lakini nyinyi masikini ambao mnateseka na kufuga mang'ombe na kula mavi za ng'ombe na vitu gani, ndio mko mnafia bure. Sasa mnafia ni ardhi sio yenu. Udongo hauko wenu. Tunajua nyinyi ni wakimbizi mmekuja. Na kama mmekuja mnatakiwa mkutanane na watu wenye nchi yao, muishi nao kwa amani. Na mtaishi. Hakuna mwenye anaenda toa mtu mwingine aseme amfukuze. Hapana. Mtaishi ndani ya ardhi ya Kongo, c'est vrai. Lakini muishi kwa kufuata kanuni na sheria na utaratibu hizi. Leo Tanzania, Kigoma jana wamekamata familia za Wakongomani 13, Warundi 40 kama na ngapi hivi, wakimbizi, wahamiaji haramu. Na Watanzania wengine 3 ambao walikuwa na hifadhi wakimbizi, wahamiaji haramu. Mnaona? Mwaka juzi waziri wa ardhi Lukuvi, mwaka jana. Ya, kuna video inatembea sana. Mnyarwanda yuko anaenda omba ardhi na yeye. Mnyarwanda yuko naomba ardhi kwa Lukuvi. Lukuvi anamwambia wewe kabila gani? Unaongea lugha gani? Anaongea Kinyarwanda lakini anasema wewe sio Kinyarwanda. Sasa hii lugha si Kinyarwanda hiki. Haya, inakuja Mnyarwanda unakuja kulilia ardhi ya Tanzania. Kama tena huyo mtu atoe maelezo. Una kitambulisho gani? Ana kitambulisho cha Mtanzania. Ulikitoa wapi? Unaona? Haya mambo yote. Yaani ni nyinyi tu. Kote kwa mnenda nyinyi tu. Jamani, tulieni, jifunzeni kuheshimu. Mbona Marekani hamjawahi kulalamikia kwamba mnataka mchukue sehemu huko Marekani? Kule hawana mzaa. Trump amefunga familia kama miangapi za Wanyarwanda kule. Zimekamatwa kule. Kwa hiyo jamani, kama unataka kuishi kwa ndani ya nchi hii, fateni utaratibu na kanuni za wananchi, tutaishi. Tofauti na hapo, bwana, hii mambo haitaishaga. Sawa? Hii mambo haitaishi kama mnashindwa kuheshimu nchi na wananchi wake. Haya mambo hayataishaga. Nyinyi tukubaliane kwamba ni wakimbizi, mkubali, mkatae, nyinyi ni wakimbizi tu. Kwa hii historia, najua mmetengeneza historia yenu. Tutakuja kusikia saa 9. Ndugu yangu, nashukuru sana bwana. Alinitumia documentary moja hivi, ina page kama 70 na ngapi. Sisi Wakongomani ni wabovu sana wa kusoma. Hatusomaji. Wenzetu walizotengeneza histoire moja hivi, ndio ile yenye ulisikia juzi hapa nikatia ile message. Gisi tulikuja tukaenda pigana hivi na hivi na hivi. Imeandikwa mkitabu ile. Iko ndani ya kitabu page 16 ndio kunaongeleka vile vyote gisi alisema tukatoka tukaenda hivi tukajiunga na hivi vyote viko documented mu kitabu. Nilisoma jana napitia nasoma. Ya. Kumbe wazetu sio kutoka mbolingo ya solo. Tuko kata viuno. Wazetu wako wanaandika. Kwa hiyo kwanza ukitaka tu kufanya na ni reference tu kwamba ingia mu Google size. Andika Banyamulenge. Wao ndio wanatoka.
origine yao yote. Sasa hawasemi walitokeaga wapi. Aya, Banyamulenge origine yenu wapi, mlitokea kwenye mlitokea ni wapi? Sababu kila kitu kiwa na source yake. Source di Nile, Fleuve Nile. Wenye kuwa na Nile, wamiliki wa Nile ni ba Egyptian. Wale ndio wenye mto Nile, sababu ndio wana eneo kubwa. Lakini source ya Nile ni wapi? Ni Burundi. Source yake ni Burundi. Wewe ukitaka kupata Nile, uende Burundi ndio source. Lakini wamiliki wa Nile ni Egypt. Unaona? Kulikuwa vita kati ya Egypt na Ethiopia juu ya Nile. Lakini viki Egypt ndio iko na sehemu kubwa na iko puissant. Niambia nitakukunguta. Unaona? Nitakukunguta. Mimi ndo mwenye mto Nile. Sasa mwe source yenu ni wapi? Hajulikani. Unaona ndugu zangu, source yenu ni wapi? Hayajulikani, umetokea wapi. So hilo ndo tatizo kubwa ambalo liko hapo. Kwa hiyo kilichofuata kule Minembwe mpaka size kisi niko naongea hapa. Size mida hii. Maeneo mengi ya Minembwe iko kontrole na FRDC na wazalendo. Kule Matwetwe wapi kule Isankuku, sehemu zingine zote ziko mikono ya FRDC na wazalendo. Tunaenda kuchukua aerodrome ile ya nasahau jina ile ya Minembwe. M23 Twirwaneho wamegawanyika, wamesambaratishwa, wamekimbia. Unajua kimbia kamata hivi bundewe ale ole kimbia kuvua mateni. Unajua kawaida yao wao ni kufanya, wakishazidiwa wanaanzaga vua teni, wanaingia moma nyumba za raia. Kisha sasa unamwona kisa aliingia nyumba ya raia. Aya, piga kitu pale. Wamuita raia. Siye ni warahia. Ba mama na batoto. Ewa. Sisi tunaona kisa aliingia mle ndani. Tuache. Unaona? Hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, kama mnataka kuishi ndani ya nchi hii, mtulie. Narudia tena. Hata mkiangusha drone 10 za FARDC, hazina kitu. Hazina kitu. Hata mwangushe Sokoi 5, hazina kitu. Hii ni serikali. Serikali, achana na serikali. Sai itaingiza drone. Sio kwamba itaingiza, ziko zingine. Unaelewa? Ziko nyingi tu za kumwaga. Uende mu sekta ya operation. Drone ni sawa na mchele. Unaona? Mchele. Ushaona saki ya mchele? Haya, ndani mna punje ngapi? Zile punje za michele ndo punje sawa na drone ambazo ziko ku makao makuu ya FARDC. Hapana ya Republic ya Fizi tu. Hii nani 33e region militaire. Si yetu hiyo. Bado ku 3e zone ya defense Kisangani. Bado ku base aérienne yetu ya Bujumbura na Kalemi. Sasa mtangusha ngapi? Kwa hiyo ni hivyo. Asante sana, nashukuru kwa wote ambao mko mnatusikiliza. Nitumie nafasi hii pia kutoa salamu zangu binafsi mimi. Maana huu mwezi ndio mwezi wangu wa kuzaliwa, mwezi wa pili. Ndio mimi nilizaliwaga tarehe 25. Kwa hiyo le 25
tunaenda kupiga happy birthday kwa baba la baba mzee wangu wa Suma. Ndo tarehe yangu ya kuzaliwa bwana. So big up sana kwa wote ambao mko natusikiliza. Na tushie kwanza hapa. Tukutane majira ya saa 9. Sio mbaya sana. Ciao ciao.